stories behind the scenes. Amu TV, the stories behind the scenes. ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا بأن أعظم نعم الله على الإنسان نعمة العقل، فهو به يعرف ربه ويميز بين الخير والشر. ولقد جاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس التي تقوم عليها حياة الإنسان، ومن أهمها حفظ الدين والنفس والعقل. ومن أخطر ما يهدد هذه الضروريات آفة المخدرات، فهي ليست عادة سيئة فحسب، بل هو بلاء يهدم الإنسان في دينه وصحته وأسرته ومجتمعه. وقد حرم الإسلام كل ما يذهب العقل ويضر البدن. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والمخدرات داخلة في معنى ما يذهب العقل ويوقع الضرر، ولذلك أجمع العلماء على تحريمه. فاتقوا الله عباد الله، وادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Juma hili la leo ambalo limeswadifu tarehe 26 mwezi wa 6, tarehe hii ni tarehe maalum imetengwa na shirika la Umoja wa Mataifa kwa watu wote ulimwenguni wahamasishane, watahadharishane na wakumbushane yula afa ama yula janga la mukhadirat. Kwa mnasaba huu ndio tukaona na sisi leo juma hili tuwe khutba yetu itakuwa ni kuhusu hili tatizo la mukhadirat. Katika neema kubwa miongoni mwa kubwa ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemneemesha mwanadamu ni neema ya kuwa na akili. Kuwa na akili, si kuwa na bongo, kuwa na akili. Hizi vitu viwili tofauti. Kila mtu una bongo, lakini si kila mtu una akili. Akili ndio kitu ambacho kiungo ambacho kumfanya mtu atafautiane na hayawani wengine. Ye binadamu kwa mwanadamu kwa ajili una kitu amkuliwa akili, na bongo ni kiungo kama ziungo zingine zozote, ni kama figo, ni kama moyo, ni kama ini, kama mayavuyavu, mapafu na kadhalika. Na kila kiungo katika hizi tumezozitaya kuathirika kwa vitu fulani fulani, kikakifanya kile kiungo kikaumia, hakiwezi tena kufanya kazi yake. Figo huumia, zikaambiwa sasa yao anahitaji kufanywa dialysis, hazifanyi kazi tena.
kwa sababu ya zitu kadhaa ambazo pengine mtu amezitumia katika zakula zake na nini, alikuwa hafai kuzitumia mpaka zikamuumiza moyo yao kadhalika kupatikana maafa. Kwa hiyo na bongo nalo ni kiungo kama kiungo kingine. Kuna mambo ambayo huathiri bongo likakosa kufanya kazi yake iliyokusudiwa, yani likawa yale mambo ambayo hamkuliwa ni akili ya mtu mwenye akili, ule ambao bongo lake limeathirika, limeumia kwa sababu ya kitu fulani ama kitu fulani, huwa bongo unalo lakini halifanyi kazi kama sura ambayo linatakikana lifanye kazi. Na hakuna afa kubwa inaumiza bongo la mwanadamu mpaka likakosa kuwa katika hali ya kawaida, likamtoa kwenye ule ubinadamu wake, likamteremsha cheo, akawa balhum adallu sabila, kama Mungu alivyoona inhum illa kal an'ami balhum adallu sabila. Kikubwa cha hayo ni ulevi. Ulevi, na katika Uislamu ulevi, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamua kesi kabisa. Alituambia katika hadithi yake sahihi ya na Muslim, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Kullu muskir, kila ambacho chaathiri bongo la mtu likamfanya bongo lake limeathiri kama sura ambayo huathirika kiungo kino chochote, hiko ni khamr, kiwe cha kusolewa, cha kufanya popote, yani maadam atumiao kitakuwa humuathiri bongo lake lisiwe sawasawa, hukumu yake ni khamri. Wa kullu khamrin haram, na kila ambacho kinafanya kazi ya khamri basi kile ni haramu. Kwa watu wasihangaike na wafuate hawa zao, lakini wasihangaike kwambia ni panasi, ni padalili. Dalili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni hiyo. Dalili ya Mtume ni kwamba kullu muskirin khamru wa kullu khamr haram, kila chenye kuathiri akili ya mtu ni aina ya ulevi na kila ulevi ni haramu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitutahadharisha zamani sana alipotuambia wala tulqu biaidikum ila tahluka, musitie katika maangamivu kwa mikono yenu wenyewe. Yani wajua kwamba hili jambo ni sizuri, kitu hiki ni kiovu, kikitumia kitaniumiza, kitaniathiri, kitanikhasiri, lakini ukawa husikii wakitumia. Mukhaddirat si mazoea tu, mmezoea, si mazoea tu, ni zaidi ya mazoea. Mukhaddirat ni kitu ambacho ingekuwa ni sahali sana kama au miao kwa mukhaddirat huwa ni yeye tule mtu binafsi, basi ingelikuwa ni sahali. Kama mfano mtu akiwa na maradhi ya moyo, maradhi ya moyo yake yaweza kwamba mwenyewe amechangia yampate, lakini hayatamuumiza mtu mwingine, hayatamdhuru mwingine, ni yeye mwenyewe. Mwenye matatizo ya figo apokuwa ameyataka mwenyewe, lakini itakuwa matatizo ni yake mwenyewe. Lakini mwenye matatizo ya bongo likiathirika likawa haliwezi kufanya kazi yake kama kawaida iliyokusudiwa, matatizo yake hayabaki kwa mwenyewe tu, kwenda kwa watu wote, kwa mujtamai kwa jumla, kwa sababu mwendazimu aweza kufanya lolote, aweza kumuua mtu, aweza kujepa, aweza yani hakuna akili haiko, ni kama hayawani tu. Kwa kuwa madhara ya mukhadirat hayana mtu maalum, si ya wazee wake au watu wake wa karibu, ya kila mmoja, jamii kwa jumla yadhurika, yaathirika, yapata hasara. Kwa hiyo ilikuwa ni jukumu pia la jamii kwa jumla liwajibike katika kuliangalia jambo hili, katika kupambana na tatizo hili la mukhadirat. Kila mmoja una mahala pake aweza kusaidia. Waalimu wana wajibu wao, mashekhe wana wajibu wao, wazazi wana jukumu lao kubwa, na wao baadhi ya wazazi ni wachangiaji mkubwa katika kufanya watoto watumie mukhadirat. Wazazi hasa wale wazao wale vijana ni sababu kubwa kama tutakavyokuona ya kufanya vijana watumie mukhadirat na uraibu mnginewe wote. Watu wote katika jamii kama lionena wana jukumu, na kila mmoja lao atawajibika aweza kufanya jambo la kupunguza hii afa iliyoko. Kila mmoja asidharau mtu. Mfano mahamali
wao watahisabu, si hatumo katika kazi, lakini wanayo kazi hiyo. Wao wako pale, wao ndio wayuwao kwamba kumeingia gunia yeo kwa fulani la bangi la wayua wao, kwa sababu wako pale na hazishuki kwa helikopta kupita hapo hapo tu, na wao ndio watu wa karibu. Wale pia wana jukumu la kulifanya katika swali hili, kupambana nalo, na watakapokulifanya wataweza kupatikana natija. Kwa hiyo na sasa hii yao tarkimu zaonesha kwamba kiwango cha umri wa vijana kuanza kutumia mukhadharat si kama kilichokuwa nyaka za nyuma. Miaka 40 30 iliyopita, tarkimu zaonesha kwamba kijana alikuwa hatumii mukhadharat kabla hayatimia miaka 20 na kwenda mbele, hatumii. Lakini sasa hii yao vijana kuanzia miaka 10 ama hata duni ya miaka 10 kutumia mukhadharat. Si maneno ya hati, maneno madhubuti kabisa. Mimi na rafiki yangu ambao amehangaishwa sana mwanawe baada ya kumaliza primary school, alipompeka sekondari amemuhangaisha, kila skuli apekwa hataki kila apekwapo hataki kusoma. Mwisho kwamba babake, mimi nitaka kusoma dini, kapekwa madrasa moya kule Likoni, kapekwa madrasa, hakuketi, kakimbia. Baada ya siku 2 3 babake ambembeleza, karudi skuli. Kirudi skuli, mara sikio babake upigiwa simu kutoka Amu, wewe ndiye babake fulani, yeye ndiye, basi mwanao uko hapa na yeye usoma Mombasa, uko hapa. Uko wapi? Uko madrasa hii yetu kadhaa. Yeye imetoka nyumbani, imepewa sendi za kutumia za skuli na ile za kununua vitu zake, skuli ufunguliwa, endao skuli. Babake ushishie amekwenda skuli, mepanda gari bila yuko, amekuwa hapa za kwenda madrasa, amekwenda madrasa, taka kusoma madrasa. Yani alhasil kamuhangaisha. Mwisho babake alipochoka akampeka kwa mtu ambao alitarajia atamsaidia kumwangalilia yule mwanawe. Kumwangalilia si kumpigia bao wala ramli na sisi tumezoea kuangalilia kwa mambo hayo. Hakuna kitu kama hiko, hakuna wezao kumwangalilia mtu. Mwenye kuyajua hayo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani alimpeka kwa mtaalam wa mambo ya kisaikolojia, amtafiti, amwangalie tatizo lake liko wapi. Ule baada kuzungumza naye kwa siku 2 3, akamwambia babake, tatizo la mwanao uvuta bangi, ndio yote aliyomfanya afanye hayo yote. Baba sasa akapata ushujaa wa kuzungumza na mwanawe. Alipozungumza naye, kijana akamwambia, ni kweli mimi mvuta bangi. Tangu lini? Tangu darasa la 5 primary school, darasa la 5 ila hisabu, lakini darasa la kwanza miaka 6, la 7, la pili miaka 7, la 3 miaka 8, la 4 miaka 9, la 5 miaka 10. Umri wa miaka 10 kijana ameanza kuvuta bangi, na mzee wake haisi, hana habari, hadhani, si kwamba haisi tu, hadhani kwamba mwane tatizo ni bangi. Na ndio tatizo kubwa sana. Yani umri hono ameanza kuvuta bangi mpaka amesikilia form 1 amize kumkoa ule uraibu, imekuwa shida namna hiyo. Kwa hiyo tutaka tutanabahi sana hapa. Sasa haya mambo sababishwa nani? Huwa hii vijana wakenda wakaingia katika sababu ni nyingi sana, lakini katika moja ya sababu kubwa ni marafiki wasiokuwa wazuri, marafiki waovu, marafiki wenye nyendo ambao si mzuri. Hawa ndio ambao sababu kubwa. 30% ya waraibu wa uraibu wowote, 30% wameupata ama wamekuwa waraibu kupitia marafiki zao, na kila mmoja lao atakuwa ni mkweli na nafsi yake, atakubali kwamba mimi kweli mara ya kwanza nilikuwa mraibu kwa ajili ya kumridhisha ama kuwaridhisha marafiki zangu. Wewe wataka gengi, kuingia katika gengi, wenye gengi ni waraibu, hutokubaliwa kuwa katika gengi ile mpaka na wewe ufanye leo fanyayo wale. Mtu hawezi kukubalia kabisa. Kwa hiyo na wewe wataka kwenye ule kutambulikana kwenye gengi, kwa hiyo utatumia uraibu kuwaridhisha wao. Pengine mwanzo akwambia jaribu tu, si chochote bwana, wewe jaribu. Ukishakujaribu mara moja 2 umeweza kuwa mraibu, umejaribu umekuwa mraibu, sasa utabakia mwenyewe, walipoa bure. Sasa itabidi wewe sasa uende mbio uzengee.
Kwa hiyo ni sababu moja kubwa wataka watu wazazi na walezi wawe na hadhari katika mambo ya marafiki ya vijana zao. Lingine ambalo huchangia pakubwa katika masala haya ni alqudwatul walidia, kielezo kiovu cha wazazi. Usitarajie mzazi ambaye humtuma mwane pepa ya kusokotea bangi kwamba mwanawe kisa hatovuta bangi. Kijana si muhinga, yua pepa haisokotewi sigara ya unga ile za zamani. Zamani kuna sigara za kusokota, yani ununua kibomba kina tumbaku ndani kisa usokota. Kila kijana ayua kwamba pepa huvutiwa bangi. Sasa kiwa baba humtuma mwane kaninunulie pepa, wameze kumwambia vuta bangi, kiwa hatovuta yeye utavuta kesho. Kama itakuwa namna hiyo. Ama mtu akete nyumbani, baba na mama hula marungi nini, vijana angalia pale, watarajia nini vijana kama wale watakapokuwa wakubwa, lakini hata kabla ya kuwa wakubwa. Manake sababu wazazi ndio mfano bora zaidi kwa vijana. Yani kijana haoni mtu bora kwake kuliko mzazi wake, yoyote hamuoni kumtangulia. Mzazi wake ndiye role model wake mkubwa wa kwanza. Wakati ni kijana hawezi kuona yule uyafanyao ni makosa, umeweza kumfundisha na yeye awe namna ile. Kwa wazazi wale ambao wao ndio waliao mno baadaye na ndio wasababishao hayo yote makubwa, husababishwa na wazazi ambao wana mazoea ya uraibu, hawajali. Bila shaka vijana zao wameze kuwapa utwa wa mambo kama ile. Na mwenye kunena baba angawa ni mwanga, kijana chake hutunga. Kula jambo la mwanga hupenda kumuhusia. Wewe kuwa utakao kuwa, lakini sioneshe mbele ya wanao wewe kuwa ni mwizi wa kukatwa mkono, lakini wanao wasikuyue kwamba ile upekao hujepa wewe. Uwe ni mraibu wa kulewa na kufunga kidundu, lakini wanao wasikuyue. Utafiti maonesha kwamba vijana ambao wamekulia katika majumba ambao mababa wana mazoea kuwapiga wake zao, kuwapiga mama zao, na wao aghlabi wanapokuwa na majumba yao wanawake zao hula ngumu kwa vijana. Manake amefunua mato, ameona haya ndio maisha ya mke na mume, kumanga, kumsukuma, kumvuta nyee, kumfanya lote mfanya na yeye atakuwa na kadhalika. Vijana wanaokulia kwenye majumba ambao wazazi ni waraibu, uraibu itukieo, na wao usitarajie kwamba watasalimika, ni ila kwa miujiza Mwenyezi Mungu, na Mungu ashindwe na yambo. Lakini wazazi wana mchango mkubwa. Lingine ambalo wafanya vijana wakimbilie katika mambo ya mukhaddarat ni kulaumiwa mara kwa mara majumbani, afanyalo silo. Jamani, kila mfanyalo silo, sasa takwenda nne, takwenda kuingia kwenye uraibu. Vijana ni sawa sawa kukosolewa, kurakibishwa, lakini si namna hii. Nifanya makosa, mueleze kwa njia mzuri, kwa busara, kwa hikma, aelewe yale makosa yake, lakini afanyalo silo. Jana nilikuwa nikisoma jarida moja la kitambo, gazeti ya kashangaa kuona kijana amefeli mtihani. Baada ya kufeli amewaua watu 12. Yeye Misri amefeli mtihani. Kule kufeli mtihani kwake amewaua watu 12, 11 wa familia yake, mmoja rafiki yake chanda na pete. Sababu alipoulizwa sema mimi na yake najua tu sina salama nyumbani, na hiyo alikuwa ni repeat. Amefanya mtihani wa kwanza akafeli, kafanya wa pili kafeli. Sasa ikawa hurikoli, takwenda tu kuambiwa maneno, yani takabiliwa, tatukanwa. Kwa hivyo ikamtokea kwa kumanga wote wale 12, kila mmoja amempiga risasi yake, watu 12 amewaua. Sababu ni nini? Alipokifanya mtihani kianguka, ukajeliwa, kaambiwa maneno kati makali, una uyuwalo, tupotezea mapesa yetu bure tu, nyaka ngia nyaka toka. Vijana wataka warakibishwe, lakini si kwa namna ya kulaumia mpaka kajihisi mimi ni mja mkosa tu, au mambo kumwambia kijana mlevi wewe, utakuwa mlevi wewe. Ile ni direct message wamwambia kwamba awe mlevi. Kwa wazazi kwa upande wao nao au kwa upande wetu
mahala tuachangia katika hayo, kuwafanya vijana zetu waingie kwenye mukhadara. Kwa hivyo hili janga ni janga kubwa na lipo, na madhara yake si ya fulani na fulani, ni ya madhara ya jamii kwa jumla. Kama watu walio kwenye jahazi kwa pamoja wasafiri, ikitokea taksiri yoyote, wote walio kwenye kufua mai, kazi ya mabaharia, si kazi yetu. Mabaharia mashua ngurudi imeshopoka, mai ungia kama mfeleji, utakoja mabaharia paka lini washue mai? Ni kila mmoja kwenye jahazi ile awajibike kwa upande wake, kwa lile aliwezalo alifanye kupambana na jambo hili. Tuzungumze nao kwa uzuri vijana zetu, tuwanasihi na kuwataamali mapema, tuangalie marafiki zao ni watu gani, waandamana nao vijana zao. Kama tulivyonena, huanza watu miaka 10 kijana aweza kuanza kutumia uraibu. Kwa hivyo tuwe na hadhari, tuangalie marafiki, tuwafahamu ni aina gani, nyakati zao, enda wapi. Lakini kiwa wewe mwenyewe huko nyumbani, kurudi saa za usiku, hujui mwanao amerudi saa ngapi, lakini hata hakurudi kamwe, huna habari, bila shaka usitarajie kupata mwana alooka. Toba atakuwa mwana ni nakala ya babake. Kuna mshairi mmoja wa Kiarabu, mshairi sitolisoma lote, soma baiti wa mwisho, sema wayanshau nashiul fityanu minna ala ma kana awadahu abuhu, kukua mwenye kukua katika vijana zetu kwa yale ambayo babake alimzoesha, babake alimfundisha. Yasema hiki ni kisa wamekiandika, kama sema Tausi ni nyuni. Siku moja alikwenda mwendo wa kuiba majivuno, mara kaona wale zijiso zake wanawe nao henda kama yeye, akawaambia faqala ala ma takhtaluna, mbona nyinyi henda mwendo hono? Wakamjibu badata bihi wa nahnu muqalliduhu, wewe ndio uloanza kwenda mwendo huu na sisi kutaba wewe. Fakhalif sayraka almuawwaj wa'dil, wata mwendo wako wa jongo na uepuke, fa inna in adalta muadilu, ukiwata na sisi tutawata, hatutokuwa na. Ama tadri, ufahamu, abana na anna kulla far'in yujari bil khutwa man adabu, huisi wewe kwamba kila kijana huandama hatua za ule alomfundisha, na wafundishaji wa kwanza wa watoto ni wazazi. Kwa wazazi wasizenge nyanya waliwafanya wanawe hiao. Wewe mwenyewe umepanda mbeu, wengine wametia mai, wengine wamefanya yameendelea. Aqulu hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wal barul karim. AMO TV, the stories behind the scenes.